umekuwa ukilalamika sana kwamba Simba inacheza ikiwa haina kasi kwenye eneo la ushambuliaji. Na unasema kwamba wewe ukipewa nafasi ya kuweza kuifundisha Simba, basi cha kwanza kabisa utakachoweza kwenda kukifanyia kazi ni kasi. Uone kwamba the way Simba anavyocheza ni mpango mkakati wa Mwalimu Fadlu kuhakikisha kwamba anakuwa na nidhamu ya kujilinda ili asiweze kufunguka na hatimaye kuruhusu magoli, especially anapocheza ugenini. Unajua hicho kitu hakipo, kwa sababu wewe unachotakiwa kutengeneza Simba, mpira na ufundisha umepitwa na wakati, ni pasi zilizo slow, haupenyi. Ndio maana walikuwa wanafuta, walijaribu mmoja ya kukimbizana nayo jinsi alivyoweza kukimbia huyu bwana Mpanzu, akavuka akawachanganya wakina Kibu, ikapigwa ile jamaa aliyekosa. Ule ni uwezo wa mchezaji, lakini uwezo wa coach ni hii Samba imeshapitwa na wakati. Unajiandaa kupiga mpira, pap, unageuka, mtu anaenda kubana, una control, unaweka chini, unapiga pasi. Saa ngapi anakusubiri? Mtu anatengeneza kasi na speed. Kwa mpira huyu wa Fadlu siwezi nikaukubali kama coach nikamsifia. Wanamsifia siojua mpira, lakini mimi ni coach mwenye kiwango kikubwa, mwenye uwezo. Mwenyezi Mungu akinijalia nitaonyesha mpira mwaka huu. Tatafuta timu, niwe kocha msaidizi, mshauri wa coach, mshauri, sio kocha msaidizi, mshauri, kwa sababu leseni yangu hainiruhusu. Mshauri, tunamshauri kwamba tunakwenda kushiriki ligi kuu, tunataka tufanye kitu fulani, nataka unipe dakika 35 nikuonyeshe na tukachukua ubingwa kwenye ligi au tupate nafasi ya pili. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.